watu wakuje watudanganye. Wazee wameniambia namna hii, hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuwache kusikiza nyimbo zao. Hao jamaa wanaongea hapo hawanijui. Hii kazi ya deputy president taipeleka mbio kama gari ya miraa, my friend. Hujambo na karibu. Kauli ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kuhusu mwanamuziki Ben Githae inaonyesha mwelekeo wa siasa za Mlima Kenya, hasa wakati muktadha wa mvutano unaendelea kati yake na naibu rais wa sasa Kithure Kindiki. Maana ya kauli ya Gachagua kwa siasa za Mlima wa Kenya. Katika tukio la Januari mwaka 2023, Gachagua taka Ben Githae kuomba msamaha kwa wakazi wa Mlima Kenya kwa kuunga mkono muungano wa Azimio la Umoja One Kenya katika uchaguzi wa mwaka 2022. Gachagua alidai kuwa Githae alimhadaa Odinga kuwa eneo hilo lilikuwa linamkumbatia, jambo ambalo halikuwa kweli. Kauli hii inaonyesha juhudi za Gachagua kurejesha ushawishi wake katika Mlima Kenya kwa kuwataka wale waliounga mkono upinzani kuomba msamaha na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kiongozi wa eneo hilo. Mvutano kati ya Gachagua na Kindiki. Mvutano kati ya Gachagua na Kindiki umejidhihirisha wazi, hasa baada ya Kindiki kuonya dhidi ya juhudi zozote za kuvuruga umoja wa eneo la Mlima Kenya. Kindiki alisisitiza kuwa hakuna kiongozi mmoja anayeweza kudai kuwa na mamlaka ya kisiasa juu ya eneo hilo, akimkosoa Gachagua kwa kujaribu kumiliki uongozi wa Mlima Kenya. Aidha, Gachagua taja wabunge 48 wa Mlima Kenya waliomuunga mkono Kindiki kama wasaliti na kuwataka wapiga kura kuwachagua upya mwaka 2027, akiwa laumu kwa kuunga mkono miswada ya fedha iliyoweka ushuru mkubwa kwa Wakenya. Je, athari ya kisiasa Mlima Kenya ikoje? Mvutano huu umegawana eneo la Mlima Kenya kati ya Mlima Kenya Mashariki anakotoka Kindiki na Mlima Kenya Magharibi anakotoka Gachagua. Wabunge kutoka Mlima Kenya Mashariki wamejitenga na kumuunga mkono Kindiki kama msemaji wao. Hatua hii inayotafsiriwa kama jaribio ni kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye klabu ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Tena ile mtandao you unfollow them. Si ndio? You unfollow them. Because wameenda kuchukua shilingi 50,000. Na pahali wanaenda entertainment, wale watu wameenda pale kwa sababu akili imechemuka, kwa sababu ile Kasongo ametusumbua.